Mambo vipi? Karibu katika chaneli yetu. Katika video hii nitakuelezea mambo 10 ambayo hupaswi kufanya mara baada ya kula, na nitakuelezea kwa kina kwa nini unatakiwa kuepukana na tabia hizi. Kwanza kabisa, tumbo letu linafanya kazi kubwa sana mara baada ya kula, likijitahidi kuchakata chakula na kutoa virutubisho muhimu katika miili yetu. Hata hivyo, baadhi ya tabia tunazofanya mara baada ya kula zinaweza kuathiri utendaji huu wa mwili na kusababisha matatizo ya kiafya kwa muda mrefu. Tabia ya kwanza ni kulala punde tu baada ya kula. Unapokula chakula, tumbo lako linahitaji muda wa kusaga chakula vizuri. Ukilala mara baada ya kula, mmeng'enyo wa chakula hufanyika taratibu sana, na hii huweza kusababisha kiungulia, asidi kurudi kooni ambayo ni acid reflux, na hata kuongeza uzito wa mwili wako. Wanasayansi wanapendekeza kuwa usubiri angalau masaa 2 kabla ya kulala ili tumbo liwe na nafasi ya kumaliza kazi yake bila shida yoyote. Tabia ya pili ni kufanya mazoezi mazito mara baada ya kula. Mazoezi ni mazuri kwa afya, lakini si mara baada ya kula. Mazoezi mazito kama kukimbia, kuruka kamba au kuinua vyuma hupelekea damu kwenda kwenye misuli badala ya tumboni, na hivyo kuathiri mchakato wa mmeng'enyo wa chakula. Hii inaweza kusababisha tumbo kuuma, kutapika au hata maumivu ya misuli. Njia bora ni kufanya mazoezi mepesi kama vile kutembea polepole kwa dakika 10 hadi 15 baada ya kula, ambayo husaidia kuchochea mmeng'enyo wa chakula. Tabia ya tatu ni kunywa chai ukiwa unakula au punde mara baada ya kula. Chai na kahawa zina vitu vinavyoitwa tannins na caffeine, ambayo inaathiri uwezo wa mwili kunyonya madini chuma. Hii ina athari hasa kwa watu wenye upungufu wa damu. Kunywa chai au kahawa mara baada ya kula kunaweza kupunguza kiwango cha chuma kinachoingia mwilini kwa 60%. Ili kuepuka hili, subiri angalau saa 1 kabla ya kunywa kikombe cha chai au kahawa. Tabia ya 4 ni kuvuta sigara. Kuvuta sigara ni hatari kwa afya muda wote, lakini ni mbaya zaidi mara baada ya kula. Tumbo linapofanya kazi, mzunguko wa damu huongezeka na kufanya sumu za sigara kuingia kwenye mwili wako kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo, tafiti zinaonyesha kuwa kuvuta sigara mara baada ya kula ni sawa na kuvuta sigara 10 kwa wakati mmoja, ambapo huongeza hatari ya kansa na matatizo yako ya moyo. Tabia ya 5, kuoga mara baada ya kula. Tabia hii hufanywa na baadhi ya watu wengi, lakini jambo hili lina athari katika miili yetu kwa sababu kuoga kunafanya damu nyingi kwenda kwenye ngozi ili kuhimili mabadiliko ya joto ya mwili. Hii inapunguza mtiririko wa damu kwenye tumbo na hivyo kuchelewesha mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo, subiri angalau saa 1 kabla ya kuoga mara baada ya kula. Tabia ya 6 ni kunywa maji mengi sana. Maji ni muhimu kwa afya, lakini kunywa maji mengi mara baada ya kula kunaweza kupunguza uzalishaji wa asidi ya tumbo inayohitajika kusaga chakula. Hii husababisha mmeng'enyo wa chakula kuwa taratibu, gesi na hata maumivu ya tumbo. Kwa hiyo ni bora kunywa maji kidogo wakati wa kula na kunywa maji mengi baada ya masaa kadhaa baada ya kula. Tabia ya 7 ni kula matunda punde tu baada ya chakula. Ingawa matunda ni mazuri kwa afya, kula matunda mara baada ya chakula kunaweza kusababisha gesi, uvimbe wa tumbo na kichefuchefu. Hii ni kwa sababu matunda yanachakatwa haraka kuliko chakula kikuu, na yakikaa tumboni kwa muda mrefu yanaweza kuchacha kwa haraka. Kula matunda angalau saa 1 kabla ya chakula au masaa 2 baada ya chakula ni vizuri kiafya. Tabia ya 8 ni kufanya kazi nzito au za nguvu. Baadhi ya watu wana tabia ya kuendelea na kazi nzito mara baada ya kula, kama vile kuinua vitu vizito au kupanda ngazi haraka.
Hii inaweza kusababisha gesi, maumivu ya tumbo na hata kuchafua tumbo. Ni muhimu kupumzika kwa dakika 20 hadi 30 ili tumbo lako liweze kufanya kazi yake kwa utulivu kabla ya kuendelea na kazi yoyote nzito. Tabia ya 9, kukaa mikao isiyo mizuri. Ndugu mtazamaji, unaweza kujiuliza ni mikao gani hiyo? Mikao yenyewe ni kama vile ukiwa umeinama au kujilaza upande mara baada ya kula. Unaweza kusababisha kiungulia au chakula kurudi kooni. Wanasayansi wanapendekeza kuwa kukaa wima kwa dakika 30 hadi 60 baada ya kula inasaidia mmeng'enyo wa chakula. Pia inasaidia kupunguza nafasi ya asidi ya tumbo kupanda kooni. Tabia ya 10, kula zaidi baada ya kula, over snacking. Wakati mwingine unaweza kuhisi kama bado una njaa hata baada ya kula na kuanza kula tena vitu vidogo vidogo. Hii huongeza mzigo wa tumbo na husababisha chakula kutokusagwa vizuri. Badala ya kula tena, jaribu kunywa maji kidogo au kupumzika hadi tumbo likupe ishara kuwa chakula kimeshameng'enywa vizuri tumboni. Kwa kuzingatia mambo haya 10, unaweza kuboresha afya yako na kuepuka matatizo ya mmeng'enyo wa chakula na matatizo mengine ya kiafya. Kumbuka, afya yako ni muhimu na mabadiliko madogo madogo katika tabia zako za kila siku yanaweza kuleta tofauti kubwa. Usisahau ndugu mtangazaji, afya ni mtaji, afya ni mali. Tunza afya yako ikutunze. Kama video hii imekusaidia au ni mara ya kwanza unatazama chaneli hii, hakikisha una like, una comment na kusubscribe chaneli hii ili usipitwe na video nyingi zijazo. Asante kwa kutazama na tuonane kwenye video nyingi zijazo.